ukiacha na haya yote yanaendelea bodi ya ligi, vipi kuhusu morali ya kikosi cha Yanga? Yaani ukiangalia tu body language ya wachezaji, ni aina wachezaji ambao unahisi ili sakata ni kama vile inawezekana labda limewatolea pia ile hamu ya kucheza mechi, ama unaona ni wachezaji ambao hata leo walete tu hii mechi kipigwe, jinsi unavyowaona body language yao? Unajua wachezaji hao wanapenda kucheza hizi mechi kubwa, na zamani wakati niko nje ya club nilikuwa naamini wanapenda kucheza mechi kubwa kwa sababu tu zinakuwa ni platform ya wao kuonekana hivi na hivi, lakini kumbe mzigo ambao huwa unawekwa kwenye hizi mechi kubwa ni motivation kubwa sana ya wachezaji. Yani bonus ambayo huwa wanaipata kwenye hizi mechi kubwa ndio huwa zinawafanya na wao watamani kucheza hizi mechi. Kwa hiyo wachezaji wao ukiwaangalia, wao wako tayari kivyo vyote vile, lakini wanaheshimu maamuzi na miongozo ya taasisi. Lakini wao wako tayari, yani wako tayari na wanafanya mazoezi, wanasema sisi tutakachokiamua viongozi wetu tutakifanya. Na wenyewe wana hamu na hiyo mechi kwa sababu ya kibunda. Bwana, mkituletea hao watu maana yake kibunda kitakuwa kikubwa, ndio tutaufunga msimu hapa kwa furaha. Hii mechi bonus zake shaka zinakuwa nzito. Kwa hiyo mtu anafunga msimu pale akiwa amenona kweli kwenye mfuko. Kwa hiyo wao wanasubiri, wanasubiri, na ndio maana tumwambia sasa hivi jiandaeni Tanzania Prison, achukue ni pointi 3 inshallah, alafu haya mengine tutakuja kuwajuza. Na tayari mmeshajua timu inayokwenda leo kukutana nao bodi ya ligi, maana kama tulivyosema rais hayupo, makamu vipi naye yupo mjini? Maana sije kawa yuko visiwani. Makamu wa rais yupo tayari mjini, ameshaingia kutokea visiwani. Ndio. Na yeye ndio atakayeongoza jopo hilo la viongozi. Tutakuwa na viongozi wengi. Mimi mwenyewe nitakuwepo. Wewe mwenyewe. Yani sasa mimi msemaji wa Yanga naachwa vipi nje? Taingia pale ndani. Na nimekwambia wakinipa nafasi ya kusalimia, tasema tu habari za asubuhi, mmeamka salama, hatuchezi. Wow.